Saa la tatu ndani ya Viwanjani kuja kuangazia mengi makubwa sana ambayo bado tupo nayo na tunapaswa kukupa wewe hapo mtazamaji wetu ambaye unatutazama kwa wakati huu. Mimi ni Saidi Salim Msomo, unaweza kunita kaka Saidi. Nipo sambamba na wachambuzi wangu kwa hivi sasa ni Sharifu Bayona, mguu wa dhahabu, lakini unaweza kumuita kijana kutokea Saranga. Lakini bila kusahau tunaungana hivi sasa na miongoni mwa watangazaji bora sana katika comment za soka, Ayubu Hinjo. Kisikia tu mimi ni Ayubu Hinjo na hapa ni Viwanjani, na leo ni Ijumaa. Bilian Day. Bayona anacheka. Leo Ijumaa Bayona anacheka. Sinamjua. Bilian Day. Kwaya master kuendesha kwaya zake. Hayupo hapa. Najua Aike kafurahi. Kwaya master. Kijana wake. Leo Bilian unaenda kula wapi? Umeanza. Kantini. Okay. Kantini. Tunajuana. Uchelewi. Hamna. Nachelewa. Unachelewa. Wewe unajua nitaaribu. Hapana bwana. Mkeka wapo Bayona, chukua mkeka wako. Mimi mkeka wako hapo. Mimi ni yeye ndo aliyesema chukua hapa. Haya bwana. Adriano uko wapi? Nipo. Tunapoanza hivi sasa tuanze na zilizobamba kwa ajili ya kuangazia masuala mazima ya kuelekea katika masumbwi kwa wakati huu. Zilizobamba tuanze kuangazia kuhusiana na tukio kubwa zaidi ambalo linaelekea katika mwezi wa 12, ni Boxing Day tarehe 26, na wakati huu hapa tumkaribishe Aidan Mlimila, anapenda kumuita Kamfoli Bangula, kwa ajili ya kuweza kuangazia masuala mazima ya vitasa, na jambo jema zaidi ni kuelekea tarehe 26, Boxing Day. Yeye mwenyewe anasema kwamba anapenda tumuite mchambuzi wa masuala ya ugomvi. Naam. Ugomvi. Yeah. Na ile nickname yako nyingine unajitaje? Former heavyweight, former two-time lightweight champion. Ulishinda wapi ndugu yako? Zamani sana, yani kipindi ambapo Bayona yupo akiwa Bukoba kwa bahati mbaya TV hakuna, kwa hakuwa na access ya kushuhudia hiyo vitu. Misenyi ndani ndio kipindi hicho ambacho ulishinda hizo. Ubingwa mara 2. Knockouts nyingi sana. Jana Aidan tulimwangalia Hanok Piri. Juzi ilikuwa. Juzi. Leo ulisema kwamba ulituahidi kwamba ni Hamadi Furaisha. Yes, leo ni zamu ya Hamadi Furaisha ambaye anatarajia kuwa mpinzani wa bondia Henok Piri, ambaye tunafahamu rekodi yake dhidi ya mabondia wa Tanzania imekuwa ya kuvutia sana. Fights 3, akishinda mara 2, akitoka draw mara 1. So leo tukatazama kile ambacho Hamadi Furaisha yuko nacho, na tutapima wenyewe kuona kama hizi sifa zake zitaweza kumatch na kile ambacho Henok Piri amekuwa kikifanya au amekuwa akiwafanya mabondia wa Tanzania. Nimeona anajiita mfupa wa sokwe. Nimeona katika promo yake ambayo huko mimi mfupa wa sokwe, lakini nikajua mfupa wa sokwe alikuwa ni yule nani, Mbunduke sio? Kasim Mbunduke. Naona umenishtua kidogo, nikajua umechanganya mafaili. Hapana. Sisi unajua katika mambo haya. Basi ngoja tuone huo usokwe kama uko ndani yake au vipi. Sasa hizi ni baadhi ya sifa ambazo bondia Hamadi Furaisha yuko nazo kwenye kifuri chake. Kwanza of course ni bondia ambaye tunasema ni southpaw. Kwa maana stance yake ni bondia ambaye anacheza kwenye stance ya southpaw. Na kama hivyo nimekuwa nikielezea mara nyingi, stance ya southpaw maana au tunasema ni left-handed boxers, ama bondia ambao wanatumia ni mkono wao ambao ni wenye nguvu, ama mkono wao hatari ni ule wa nyuma wa kushoto, ndio ambao wanatumia kwenye kufanya finishing. Huko mkono wake wa mbele ni kwa ajili ya kufanya setup ya punches nyingine. Sasa hiyo left yake. Sasa ukiondoa hiyo stance yake ambayo inamtambulisha kama bondia ambaye ni southpaw, moja kati ya mambo ambayo pia Hamadi yuko nayo ni hiyo southpaw jab yake ambayo unaiona hapo kwa mbali ukiwa unaichungulia. Ni moja kati ya vitu ambavyo
Hamad Furahisha yuko navyo, na kwangu mimi hii jab yake ni moja kati ya mambo ambayo yanaweza kwenda kuwa key kwenye fight yake dhidi ya Hanok Firi. Ukitazama style ya upiganaji Hanok Firi nilizungumza hapa, sio bondia ambaye ana matumizi mengi ya akili, yuko aggressive, ni bondia ambaye anapenda kumove muda wote kufuata mpinzani. Sasa unapokutana dhidi ya bondia wa aina hiyo, moja kati ya mambo ambayo yatakusaidia wewe ama kutengeneza tofauti kati yako na huyo mpinzani ni hiyo jab yake. Kama hiyo jab ya Hamad Furahisha ikiwa kwenye ubora wake, ni moja kati ya mambo ambayo naona yataweza yakampa shida ama yakamsumbua kiasi Hanok Firi, ambaye tunafahamu huwa akiwa kwenye ring kitu pekee ambacho anawaza ni kulazimisha mazingira, yani kumforce mpinzani wapigane. Na ikiwa anamforce anamfuata na anamfuata kwenye mstari ambao umenyoka huku akitupa mikono yake. So kama Hamad Furahisha akipanisha hiyo jab yake, akawa na move nyuma ya jab yake kumstopisha Hanok Firi asiwe anaingia ndani, lakini pia kutumia hiyo jab, hiyo southpaw jab yake kufanya setups ya punch yake, especially hiyo straight left hand yake, nadhani ni moja kati ya mambo ambayo yanaweza kutengeneza utofauti kati yake na Hanok Firi, ambaye ukiangalia kwenye upiganaji wake hana jab yoyote. Yani sio bondia ambaye hana jab yoyote ile ya kutisha. So ina maana endapo kama Hamad atafanikiwa kuiweka jab yake juu na kana move nyuma ya jab, ina maana tayari ataweza kuimeza hiyo jab ya Hanok Firi ambayo haina madhara, lakini kubwa itamsaidia pia kwenye kutengeneza hiyo distance, kumfanya Hanok Firi asiwe anaingia kwenye huo umbali wa karibu na kuanzisha mazingira ya kupigana kama atafanya hivyo. Ingawa pia ukiondoa hiyo southpaw jab ambayo nimezungumza, ambayo ukifanya ufananisho kati ya hiyo jab, hiyo southpaw jab ya Hamad Furahisha na jab ya Hanok Firi, unaona tayari kama Hamad ataamua kuiweka juu hiyo southpaw jab yake, ina maana tayari ataimeza hiyo jab ya Hanok Firi. Jab kwenye boxing ndio kila kitu. Ni kama unafanikiwa kuweza kuichukua jab ya mpinzani wako, ina maana tayari umepunguza zaidi ya 40% za mpinzani kushinda fight. Sasa hiyo ni moja kati ya maeneo ambayo naona Hamad Furahisha yuko nayo, na kama ikiwa kwenye ubora wake yanaweza kuchangia kutengeneza tofauti. Hiyo ilikuwa ni jab ambayo of course kwenye boxing jab ndo ngumi muhimu zaidi, kwa sababu ndo ngumi ambayo inatumia kwenye defense, kumweka mbali mpinzani, ndo ngumi ambayo inatumia kwenye offense, kwenye kushambulia, kufanya setup ya ngumi nyingine. Ni jab ndo ngumi ambayo inakupa uwezo wa kupima tabia za mpinzani kwenye ring. Yani jab ndo ngumi ambayo ina matumizi mengi kwenye ulingo kuliko ngumi nyingine yoyote. So hiyo ni moja kati ya mambo ambayo naona inaweza kutengeneza tofauti. Kitu kingine ambacho Hamad yuko nacho ni hiki, uwezo wa kupigana. Moja kati ya tabia ambazo zinamtambulisha bondia Hanok Firi ni hiyo style yake ya upiganaji. Yeye ni brawler. Ni fight, yani ni mpiganaji, ni brawler, ni mtu mtu wa kupigana wa vurugu. Na of course ukiangalia upiganaji wake ni kama street fighter fulani, yani kama mpiganaji wa mitaani wale. Sasa Hamad pia tabia nyingine ambayo yuko nayo, tunasema ana hiyo dog mentality. Yani ana huo uumbo ndani yake kwamba endapo kama baadhi ya nyakati fight itamlazimisha tupigane, ana uwezo wa kupigana. Sasa kwenye kupigana tofauti yake yeye na Hanok Firi ni kwamba yeye ana huo uwezo wa yani hiyo punching, yani study yake ya utupaji wake wa ngumi ukifananisha na Hanok Firi, unaona kuna tofauti. Huyu ngumi zake anatupa kwa mpangilio. That means endapo kama Hanok Firi atamlazimisha Hamad Furahisha wapigane kama ambavyo of course amekuwa mara zote, moja kati ya mambo ambayo kama Hamad atayafanya kwa ubora na kutengeneza tofauti ni huo uwezo wake, hiyo accuracy yake, huo sahihi wake kwenye utupaji wake wa ngumi, tofauti na Hanok Firi ambaye anatupa makota kota tunasema. Huyu ani kwenye mapigano wa karibu ana uwezo wa kuchambua, kupiga hizo uppercut kwa kuchambua maeneo sahihi kama vile anavyocheza Ismail Galiatano. Of course Galiatano ni boxer zaidi. Ni boxer zaidi. Kwa maana kwamba ni mtu ambaye anapenda kupiga kuscore kwenye distance fulani. Ila huyu nazungumzia endapo kama mazingira yatapelekea tunaita hiyo inside fighting. Yes. Inside fight, yani kwamba tunapigana kwenye poch, kwenye pocket, kwenye poaching, kwenye poch, yani kwamba mzee amenisogelea hapa, ameingia kwenye umbali wa karibu. So tunabadilishana punches karibu.
huyu ana uwezo wa kuchagua, yani kupiga punches kwa usahihi, tofauti na Hanok Pili ambaye yeye akitegemea power yake zaidi. Lakini huyu ukiangalia huo usahihi wake kwenye utupaji wa ngumi ni moja kati ya mambo ambayo yanaweza yakachangia kutengeneza tofauti kwenye mapigano ya karibu, endapo kama mazingira yatamlazimisha yeye kufanya hivyo. Hiyo ni moja kati ya maeneo ambayo nahisi anaweza kutengeneza tofauti. Ingawa kwenye upande wa power, of course Hanok Pili nadhani ana power, ana nguvu zaidi kuliko Fleischer, lakini Fleischer ana timing nzuri. Sasa kwenye boxing mara zote timing, yani omba Mungu akupe timing bora kuliko kuwa na power au speed. Hanok Pili ana power, ila Fleischer ana timing. Ukiwa na timing ina maana inapelekea usahihi kwenye ulengaji wa maeneo. Kwa wakati wewe unatupa mkono yako, mimi nakutime na kucounter kwenye maeneo ambayo yale ni ya wazi. Hiyo ni sifa, ni kitu kingine ambacho naona Fleischer uko nacho. Kwa maana ni tabia yake nyingine kwenye ring, kama mazingira yakimlazimisha kufanya hivi. Sawa. Uwezo kupigana. Lakini kitu kingine ambacho Fleischer kama bondia yuko nacho ni tunasema ni ule huo uwezo wa kufanya counter punching. Kwenye boxing of course, boxing ni mchezo wa counter punching, kwa sababu kwenye ule muda ambao wewe unanipiga mimi ndio muda sahihi mimi kukupiga wewe. Yaani wewe wakati unatoa mikono yako unatafuta mimi, kitendo cha kutoa mikono yako wakiwa umejifungua huko wazi hapa, na huo ndio muda sahihi wa mimi kutupa ngumu, sababu uko open, unajibuji mashambulizi. Ndio maana nasema boxing ni mchezo wa counter punching. Sasa kitu kingine ambacho Fleischer nimeona yuko nacho ni uwezo wake kwenye kucounter pia. Sasa kucounter na hiyo mkono wake wa nyuma, hiyo left hand yake ni moja kati ya ngumi ambazo amekuwa akizitumia kwa usahihi sana kwenye kucounter pindi ambapo mazingira yanaruhusu. Aidan, wakati hapo mazingira yanaruhusu kujilinda kwake. Sasa ukiondoa hizo sifa ambazo anazo Hamad Fleischer, weakness yake kubwa ni defense. Na ukiangalia kwenye upiganaji wake amekuwa akipigana bega kama analilia inaita shoulder roll defense au official guard. Ni guard ambayo kwa miaka karibuni ni Floyd Mayweather ndio mtu ambaye alitumia sana na kuitambulisha duniani. Miaka ya nyuma kuna Floyd Patterson alikuwa anatumia hiyo na defense, babake mzazi Floyd Mayweather senior. Lakini kwa miaka karibuni mtu ambaye ametambulisha hicho kitu na kukisambaza duniani kwa kiasi kikubwa ni Floyd Mayweather, hiyo official guard, shoulder roll defense ambayo ukiangalia pia Fleischer ndo amekuwa akitumia sana. Sasa ukiangalia hiyo official guard, hiyo defense ya kutumia kibega ni defense ambayo yani ni nzuri kama ukiweza kuifanya kwa usahihi wake. Na ndio maana makocha wengi wanakuambia kama sio Floyd Mayweather basi achana na official guard. Sasa ni mabondia wachache ambao wanaweza kuifanya hiyo official guard kwa usahihi wake. Sasa ukiangalia Fleischer amekuwa akitumia hiyo defense ya bega, lakini mara zote ndio upande ambao amekuwa pia yuko exposed sana. Tafsiri ya kutumia hii bega ni kwamba hili bega linakusaidia kudeflect zile punches ambazo zinakuja. Yaani huko au gadi kwa mkono unadeflect kwa bega. Sasa kama simona hiyo shughuli gani? Sasa kama sio master sana kwenye hilo, utajikuta muda mwingi unaruhusu punches nyingi sana kwenye huo upande. Na ndio kitu ambacho nimeona kwenye fights nyingi ambazo Fleischer anacheza. Kama hivyo hapa. Hiyo bega, hiyo shughuli gani? Amekuwa akiruhusu punches nyingi kwenye huo upande. Hiyo bega lake huwa alizunguki sawa sawa kwenye kublock na kudeflect hizo punches ambazo zinakuja. Kwa sababu anakuwekea kulia alafu anakutegea na punch ya kushoto. Kwa anatega hivi akitegemea kucounter kwa hii left. Kwamba pop akiroll bega kudeflect hiyo punch na anarudi na hii left. Sasa ukiangalia lakini pia naona kama inakuwa inamsaidia kwenye kuwa sharp kwenye counter mashambulizi. Na counter punches wengi duniani, yani kama Floyd alikuwa ni counter puncher mzuri sana. Wengi wanatumia hiyo official guard pia kwa sababu ya kutengeneza mazingira ya kucounter. Yani kwa counter punches wengi sana hiyo official guard ni nzuri, lakini wanasema makocha wengi kama wewe sio master kama Floyd, basi si vyema sana kutumia hiyo aina hiyo defense. Na hiyo ndio weakness kubwa ambayo nimeona kwa upande wa Hamad Fleischer. Uwezo wake mdogo wa kujilinda unasababishwa kwa kiasi kikubwa na hiyo haina ya defense ama haina guard ambayo anaitumia, ambayo ukiangalia mara nyingi imekuwa iko wazi, na asilimia kubwa ya punches ambazo anaruhusu ni kwenye upande huu wa bega ambao amekuwa akilinda kidevu chake kwa kutumia ile bega yake la mbele. So huyo alikuwa ni Hamad Fleischer. Ni huyo ndo Hamad Fleischer ambaye
nilikuwa nataka watu wamfahamu, wapate picha tulisi ya Ahmad Furahisha iko vipi kuelekea fight yake dhidi ya bondia Hanok Fili tarehe 26 Disemba. Sawa. Sasa tunafahamu hii fight ya tarehe 26 imeandaliwa na Meja General ni Meja Semunyu, Meja Semunyu. Selman Semunyu. Chini ya kampuni yake ya Peak Time Promotion. Sasa leo nimewaletea baada ya kuchimbua fight nyingi ambazo Semunyu ameandaa na sisi tukaonyesha, nataka tukatazame knockout bora kwenye mapambano ambayo Semunyu amewahi kuiandaa na sisi tukaonyesha kupitia Azam TV. Na kwangu mimi hii ndio ilikuwa knockout bora ya Peak Time Promotions kwenye fight zao. So tukatazame hii knockout kwanza. Magambo Christopher. Naam. Inaonekana kama ni ngumi nzito sana lakini namna ambavyo It's so over. It's so over. Nilikuwa excited sana kwa sababu ni kitu ambacho sikitaraji. Hiyo nayo ilikuwa ni left hook. Left hook alitua. Aidan Mfaume kabla ya ngumi hii nikwambia alipigwa ngumi moja nyepesi sana. Nadhani Xavier atatuonyesha. Ilimtikisa ngumi ilikuwa tukasema kwamba je, Magambo ana mkono mzito kiasi hicho? Ilimtikisa. Ukiangalia hii huku Nyembera kidevu imekaa. Kwanza ni ngumi moja ambayo haikuonekana kama ni ngumi nzito sana lakini namna ambavyo hiyo ilikuwa ni moja kati ya left hook za kikatili sana ambazo nimeshuhudia kwenye mapambano yetu sisi ya vitasa. Hii ilikuwa left hook kali sana. Yaani knockout bora kwako alafu umetoa mchezo Mandonga. Of course, na hii ndio fight ambayo ilimpromote Mandonga akawa superstar. Unajua hii moment hii ni the way ambapo Mandonga aliingia uwanjani. Yaani kuingia hapo ulingoni. Yaani kopo anatokea na vibe kubwa nini, anahamasisha watu nini hivi na hivi. Mwamba Magambo Christopher, nadhani tukagonga mboto kwa Baru kweli. Tuli aliingia tuli, yani kopo yani sasa zile mbwembwe zilizotokea na akakutana na hiki alichokutana, alafu kuna picha dada mmoja ikaja alikuwa anamshangilia Mandonga, alafu ikarudishwa sasa anaposikitika yani kama analia. Yule dada siku ya pambano ndo alimpikia msosi Mandonga. Yule dada ni mama lishe pale Msanga stand. Kwa alimwandalia msosi Mandonga kuelekea kwenye hii fight. Mandonga kama bwana mapema tu mtu anakaa. Tokea mlicha hapo. So kwangu mimi hii ilikuwa ni knockout bora kwa sababu ilikuwa ni one punch knockout. Yaani ni knockout ambayo si ngumi moja tu, na Mandonga aliposhuka chini hakunyanyuka tena. Yaani ilikuwa ni ngumi, ni knockout ya ngumi moja. Yaani mara zote huwa knockout ambazo zinatokana na ngumi moja pekee huwa ni zinakuwa na msisimko wa aina yake tofauti na knockout ambayo inatokana na mfululizo wa ngumi nyingi. Ilikuwa ni ngumi moja pekee imetoka kwenye kidevu, na Magambo of course alicapitalize madhaifu ya Mandonga kwenye defense. Ukiangalia hiyo wakati hiyo left hook inatoka kwenye kidevu, Mandonga alikuwa ame slip kwenda ndani. Wakati anarudi pia akiwa open. Badala ya mkono kuwa hapa kwa ajili ya kublock hii ngumi ambayo inakuja huko. Alikuwa open. Magambo akawa ameona huo wazi, akazungusha left hook. Moja kati ya left hook mbaya sana ikatoka kwenye kidevu. Mandonga akashuka. Kwangu mimi ni moja kati ya knockouts bora kabisa. One punch knockout. So nilikuwa nakumbusha watu baadhi ya moment of course kwangu mimi ni moja kati ya moment ambayo ilikuwa ya msisimko mkubwa sana kwenye mapambano ya ambayo yamewahi kuandaliwa na Peak Time Promotions, ambao pia wataandaa hii fight Disemba 26 kwenye fight ambayo Hassan Mwakinyo atakuwa akicheza dhidi ya bondia ambaye tutamtangaza nadhani ndani ya masaa 24 au 48 Watanzania watamfahamu. Exclusive kabisa. Yes, sasa tukiachana na hizo taarifa kuelekea Disemba 26, wiki ijayo tarehe 19 Anton Joshua anatarajia kupigana kurejea ulingoni. Of course mara ya mwisho ilikuwa ni Septemba mwaka jana dhidi ya Daniel Dubois, na rasmi ametangaza kurejea kwenye fight ambayo atacheza dhidi ya bondia ambaye tunasema ni mwanamitandao YouTuber Jack Paul, ambaye ni mwanamitandao ambaye ameanza kuwa taratibu kuwa active kwenye mchezo wa boxing. Na hii Jack Paul itakuwa ni fight yake ya kwanza anakutana dhidi ya bondia ambaye yuko active. Yaani bondia wa kweli ambaye yuko active. Ukiangalia asilimia kubwa ya fight zake nyingi kacheza dhidi ya bondia ambao ni wastaafu, wakina Mike Tyson mwaka jana kama nakumbuka. So hii itakuwa ni fight yake ya kwanza anakutana dhidi ya bondia wa kweli, elite boxer ambaye bado yuko active, ambaye ni Anton Joshua. Sasa kuelekea kwenye hii fight
watu mbalimbali wametoa maoni yao. Miongoni mwa watu ambao wamezungumza of course ni baba mzazi wa John Fury wa Tyson Fury, Mr. John Fury. Yeye kasema yeye haoni kama hii ni fight. Anaamini Anthony Joshua anaweza kumpiga Jake Paul kwa kiungo chake chochote kile ambacho yuko nacho kwenye mwili wake, ikiwemo kidole. Yaani haoni kama ni fight ambayo Jake Paul anaweza kuleta kitu chochote ambacho kitakuwa ni kikwazo kwa Anthony Joshua. Lakini pia Deontay Wilder amezungumza hivyo hivyo, ingawa kwa Wilder amezungumza kuhusu uwezekano wa Joshua kushinda fight kirahisi. Lakini pia kwake anaamini ni fight ambayo pia kama inaweza ikatia doa career ya Anthony Joshua, especially kama ikitokea kapigwa matokeo yakaenda tofauti. Sema mimi yani afadhali ya Francis Ngannou. Of course huko Ngannou, Ngannou alimpatia bonge moja la fight Tyson Fury, alafu akaja kwa Anthony Joshua akapoteza, ni ambayo wengi hatusipotarajia. Mtu mwingine ni Alexander Usyk. Yeye kasema hii ni fight ambayo akiconsider baadhi ya fact kama utofauti wa maumbo. Ukiangalia utofauti tu hiyo size, hiyo physical size kati ya Anthony Joshua na Jake Paul, unaona kabisa yani kuna tofauti kubwa sana. Lakini pia exhibition ama ni fight rasmi. Ni fight rasmi na ni fight ambayo itafanyika kwenye raundi 8 za dakika 3 na aina ya gloves ambazo watatumia ni zile gloves ambazo huwa wanatumia mabondia wanaocheza kwenye heavyweight kama kawaida, kwa maana ya gloves za Oz 10. Oz 10 ni sawa na glove 283 ambazo kwa mujibu wa kanuni za boxing bondia ambaye anacheza kuanzia kwenye kilo 69 mpaka huko heavyweight wanapaswa kuvaa gloves za Oz 10 ambao ni glove 283. Kwa watavaa gloves za Oz 10 kama kawaida, itakuwa ni pambano la raundi 8 zenye dakika 3. Kwa ni fight rasmi na record zake pia zitaingizwa kwenye record kama ambavyo ilikuwa fight ya Mike Tyson na Jake Paul. Record zake matokeo yaliingizwa kwenye kanzidata za mabondia kama ni matokeo rasmi. Kama box like. Kwa kutokuwa na knockout chochote, yani ni fight ambayo iko chini ya zile sheria ambazo zina govern mchezo kwenye level ya professional. Na uzuri na Anthony Joshua AJ yupo kambi ya Usyk. No, haipo kambi ya Usyk, lakini Usyk of course alitembelea, nadhani alitembelea, yes. Kwa sababu yule promoter yake ni ndani ni Eddie Hearn. Ni Eddie Hearn wa AJ. Promoter wa Eddie Hearn ni anaitwa Eddie Hearn. Kuna Eddie Hearn na yule mwingine nani? Eddie Hearn ndio mtu ambaye amekuwa akimsimamia. Yes, anasema kwamba Joshua alienda kutembea tu. Lakini kama vile amenogewa. Kwa sababu kuna taarifa zingine zinasema kwamba kwenye mapambano mengine yanayokuja inawezekana Usyk akawa kwenye kona ya AJ. Of course hizo ni taarifa ambazo zipo kwenye mitandao, lakini of course hata Usyk mwenyewe aligusia hapo, kwa sababu kuna ziko pia baadhi ya tetesi kwamba kuna uwezekano, of course tajiri Turki anashiriki kwa Saudi Arabia amegusia mwakani Joshua kuhusika kwenye moja kati ya event kubwa ya ngumi kwenye uzito wa juu. Wengi wanahusisha na pengine fight yake dhidi ya Mwingereza mwenzake Tyson Fury. Na hapo Usyk akasema kama itokee hiyo fight yuko tayari kumsaidia Anthony Joshua kwenda kushinda, kwa maana kutrain pamoja kama sparring partner wake na pengine kumuongezea ujuzi ambao tunamfanya aweze kushinda hiyo fight yake dhidi ya Tyson Fury. Bali baadhi ya mambo ambayo yanazungumzwa pia. Kikubwa ni kulipia $28. 28 muhimu sana. Kuweza kupata uhondo. Aidha unafikiri pambano hili Joshua kwa karibuni, ukirudi kwenye miaka 3 hapa karibuni, ameonekana kushuka kwa kiasi kikubwa sana na kupoteza baadhi ya, tunaweza kusema mashabiki, kuna ushawishi fulani ameupoteza, kuna baadhi ya mikanda ameipoteza. Ametoka kucheza na Ngannou, tutakumbuka kwenye pambano hili lingine. Unadhani linaweza kurejesha imani ya watu kwake kuelekea kwenye yale mapambano makubwa ambayo wengi waliamini anaweza kufanya vizuri? Joshua amekuwa akistruggle dhidi ya mabondia wa ukweli. Of course hata dhidi ya Francis Ngannou. Ngannou tunafahamu ni MMA fighter. Ni mtu wa mixed martial arts kule, mapigano mchanganyiko. Ndio maana ilikuwa kwa mimi ilikuwa ni rahisi. Of course siondoi sifa za Ngannou, lakini ilikuwa kazi rahisi kwa sababu hakuwa bondia ambaye kweli ana uzoefu kucheza kwenye box. Sema Ngannou alitupatia kitu cha kuongea baada ya kumkuta Fury ambaye pia alichukulia poa ile fight.
Hii kwangu mimi sioni kama ni fight, sioni kama kuna fight yoyote hapa. Yaani sioni kama kuna fight yoyote ambayo Jack Paul ataileta dhidi ya Anthony Joshua. Yaani mbali na hizo changamoto ambazo Joshua amekuwa nazo kushuka kwa kiwango, lakini sioni kama Jack Paul ni kikwazo kwake. Kazi nyepesi kwa Anthony Joshua. Sawa. Aidha ni kikubwa watu walipia 28,000. Hiyo muhimu sana. Muhimu sana wa tarehe 26 ni mkubwa sana. Package mimi nimekamilika, kuna vitu vingi sana watu wanataka kujua ngumi. Nimeona pia na Leila Macho pia naye anarudi baada ya kutomwona muda mrefu, na yeye pia akiwa katika upande wa masumbwi. Wapo wengi wakina Sandonga. Yes, baada pia kupotea kwa miaka kadhaa bila kuonekana kwenye Azam TV. Na wanarejea pia. Kwa ni event ambayo itakuwa na kitu ambacho itaweka ile ice kwenye keki kuhitimisha sikukuu ya Krismasi, Noeli. Kabisa. Shukrani sana Aidan Mlimila. Asante sana. Shukrani sana. Aidan Mlimila akiwa anahitimisha katika Zilizobamba, akiweza kutujuza kuhusiana na swala zima la masumbwi. Tumeweza kumwangazia Anthony Joshua, AJ bwana, kuna mapambano ambayo akiwa anapambana lazima utaona anaenda labda Nigeria na wapi, lakini majambo yamekuwa sio majambo. Na majambo yamekuwa ni muhimu kwa Anthony Joshua, lakini mambo yamekwenda mrama sana. Tyson Fury alikuwa anamiliki mkanda wa WBC, lakini na yenyewe pia hali yake ikawa mambo yamekwenda hali jojo, akapoteza mbele ya Alexander Usyk na hivyo kuweza mikanda yake kuchukuliwa na Usyk WBC. Lakini pia kwa Joshua naye hali imekuwa ni dhofu hali, lakini ni mchezo wa masumbwi umekuwa na utamu wake na uondo wake, hususan katika masuala mazima ya mchezo wa ngumi za juu za kulipo. Ndivyo ambavyo wanavyohitimisha katika Zilizobamba, tukiweza kuangazia katika masuala mazima ya mchezo wa masumbwi. Lakini kwa wakati huu hapa tuelekee katika the pitch kwenda kuangazia mengi makubwa ambayo tumekuandalia katika siku hii hapa ya leo.